shahada ya kwanza ambayo ni first degree. Nakumbuka nilimaliza shule ya upili mwaka wa 2015, 16 mwezi wa 4 nikajiunga na chuo cha Mount Kenya University kwa ajili ya kusoma degree ya kuwa mwalimu wa sekondari. Na safari ambayo imekuwa ndefu, manake nilisoma semester ya kwanza na nikafanya mtihani. Kutoka pale fika potea, nimezurura sana. Sasa sema nikuzunguka. Manake Mungu wangu nimefika sehemu za Uganda, nimesafiri mpaka Tanzania, na yote ni kwa ajili ya kusaka karo ya masomo. Na mambo mengi yalitendeka. Kuna wakati niliamua nilikuwa mwaka wa 2018 nikaamua niende nikaendelea na masomo yangu. Kufika kwenye geti lango la shule nikasema hapana. Wacha nikatumie ile lango lingine ambalo liko huko mbele. Maana katika shule unapata kuna lango kuna baa hivyo. Kwa hiyo nikasema wacha nikaingilia huko mbele. Lakini kutoka kwa hilo lango kwenda hilo lango lingine mawazo yakabadilika, nikaacha kwenda shule. Niliendelea kufanya kazi mwaka wa 2012 nikaamua sasa nikafikia karo nirudi shule tena. Maana si sikuwa na pesa, nilikuwa nazo. Maana nilijenga mwaka wa 2021 niliweza kujenga. Kwa hiyo si ati kwamba sikuwa na pesa. Nilipoamua kurudi shule ilifika mpaka HOD, head of department, akaniambia you are not serious. Maana you have 45,000 in your account. Na ulisimamisha masomo. What was the reason? Kwambia nipe barua nikaweza kuandika. Kaandika maneno yangu kama nilikuwa mgonjwa, kwa maana sikuwa nasoma. Kwa hiyo kutoka pale mwaka wa 2023 nilirudi masomoni rasmi. Kwanza tunasema ni sehemu ya pili mwaka wa kwanza. First year second session na second semester. Nikaanzia pale na nimemaliza. Mungu ni mkuu. Maanake huwa naangalia safari naiona kama safari ya wana wa Israeli ambao walikuwa wanatoka pale Misri kwenda Kanaani. Maanake ukiangalia vizuri kwa wale wasomi wa jiografia utapata kuwa ni safari ambayo inaweza kugharimu hata siku kufika pale. Lakini wana wa Israeli waliweza kutumia miaka 40, sio? Wala wasomi wa Biblia. Hivyo ukiwa katika chuo cha Mount Kenya unaweza kusoma miaka 2.5 ukamaliza masomo yako. Lakini mimi nimetumia miaka ngapi? 11. Nirudi shule siku anajua kama nitaenda kufanya chochote, maana yake nilikuwa naona akili yangu imechanganyikiwa. Huo wakati nilikuwa nalala naota ndoto nikirudia mtihani wa KCSE. Nasubiri mtihani wanzangu, nauliza, "Bwana unaamwaje? Ndio ufanye mtihani." Lakini kabla sijaanza kufanya mtihani na kutoka kwenye usingizi. Lakini nakumbuka mwaka jana nilipofanya teaching practice, niliweza kulala nikaota tena. Nikiwa nafundisha wanafunzi. Na nilikuwa nawafundisha katika ndoto, hata naweza nikakumbuka nilikuwa nawasomesha nini. Na kutoka pale ndio hiyo mambo ikawa hivyo. Tukamaliza mwaka wa Januari. Kwa mwezi wa Januari nikawa na matamanio ya kufunza. Na nikawa nina vikwazo sana, manake mimi ni mtu ambaye anajua kufundisha lakini singepata nafasi katika shule yote kufunza. Na kama kuna kazi niliyoajiriwa tangu nizaliwe ilikuwa kazi ya petrol station pale Ela, na nilifanya miezi 2. Nikafutwa kazi. Kutoka pale mimi nimefanya tu biashara peke yake. Kwa hivyo nikawa naomba Mungu anisaidie niweze kupata kazi na kisha niweze kudumu katika ile kazi. Na wakati ndio mama yangu ambaye yuko pale, sijui nafikiri angefika mahali hapo. Mama, wapi? Aliweza kunileta kwa mchungaji, na mchungaji akaniambia naenda kupata kazi. Na vile mwalimu ambaye ni rafiki ya mama yangu na rafiki wa familia ambaye hufunza katika shule ya Getuna akasema kuna nafasi, akaniita. Kaambia mchungaji nimepata nafasi.
tukaomba. Nilipoenda pale ilikuwa na Friday. Wale nilikuwa nao pale wanasema uko na TC number, uko na TC number. Mimi naambia niko nayo. Na sina. Maana lazima ukipewa TC number lazima uko umefalisha gauni kama hili. Na umepewa check ili uweze ku-apply. Lakini mimi sikuwa na hivyo vigezo. Lakini nashukuru Mungu maana mchungaji aliweza kuniambia kuwa na imani kwamba nitapata kazi. Nataka nishuhudie kwamba ni mwezi wa 8, wa 7 nilifanya kazi katika shule ya Getuna. Na Mungu ni mwema. Kwa hiyo baada niseme nimeona imekatika. Kwa ajili ya miezi miwili na kufutwa hiyo imeisha. Na wewe nasema ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Nataka niwahimize ambao ni wazazi walio magapa. Huyu mama ambaye unamwona hapa kwangu ni kila kitu. Maana nilipomaliza shule ya msingi yeye ndiye aliweza kuchukua jukumu la kunipeleka shule ya pili. Na amenisomesha nisijitumwa nyumbani. Nakumbuka kuna time nilienda nyumbani ili nikakule mahindi. Maana yake sina nafasi ya kwenda. Na mimi nikamwambia sita disappoint. Nikitoka primary nilikuwa na 272 marks. Nilipoenda high school nilisomea katika secondary school. Niliweza kufanya vizuri zaidi. Maana yake nilitoka pale na B-, 57 points. Kwa hiyo ndiye mahali hapa ambaye ni mwanafunzi na umetoka katika shule ya msingi kwa na alama ndogo, usijihurumie, manake ukitia bidii na ujitambue pale katika shule ya upili unaweza kupata grade ambayo ni nzuri. Na wale watu ambao wanasomesha wanasema ni single mother. Mamangu anamuita single mother. Manake alisimama peke yake kidete. Hakusaidiwa na mtu. Simpigie Mungu makofi. Kama nafasi aweze kuzungumza, awasalimie. Asifiwe tena. Sema nikushukuru Mungu kwa ajili ya maisha yenye tumepitia na mtoto wangu. Tuseme tu ni Mungu kufika hapa. Asante. Umesikia sauti yake? Usikie ikiwa ndogo hivyo ni kubwa sana. Huyu Mungu ndiye anajua. Kwa hiyo wazazi ambao ni simama tafadhali just work out. Tumainia Mungu. Sasa naona nyinyi mkienda shule msome. Usiende huko shule uchanganyikiwe, soma kwa bidii. Maana katika chuo hakuna mtu atakwambia nenda ukasome, nenda class, nenda fanya, hapana. Unajipanga utaenda ama utaenda. Kwa hivyo leo ujiambie nitafanya hiki na uwe una focus na ile goal ambayo unataka. Wale wanasema Kenya hakuna kazi. Huko Mwanza Kenya tulikuwa tunasema tutafuti kazi. Tunataka pesa. Tunataka kazi. Tunataka nini? Pesa. Wacha mtoto afanye degree hata kama ni ya nini. Wacha afanye yenye anataka. Kazi iko. Na kama kazi hakuna, pesa iko. Najua kuna wengine wamekutana hivi pale sokoni nikiuza plastic. Hata leo huwa anatoka darasani naenda kusoma na Somali pale. Wanafunzi mzee, mwalimu leo ile nini? Naambia hapana. I respect this one. Ile imenilipia karo university, imenivisha na kila kitu. Kwa hiyo usidharau kazi ambayo unafanya. Kazi yao ambia mamangu alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anapika chips. Na sio restaurant. Anaweka tu meko pale hivyo. Ameza. Napikia. Kwa hiyo nasema ni ushuhuda ambao wengi wanaweza kaona mdogo, lakini hakuna kitu kidogo kwa Mwenyezi Mungu. Manake katika kila hatua unapiga, shetani naye anatumia nguvu zote ili kupiga hiyo hatua. Na mwingine akaniambia sio kile ambacho unaenda kupata kinachopigwa, hapana, ni kilicho ndani yako. Kile kilicho ndani yako. Waingereza nasema ni potential. What you can do in future is what's being fought by the devil. Kwa hiyo tuamini Mungu. Sema mambo ni mengi, house of kids. Kuna watoto. Watoto wangu kujeni hapa. Fidel. Pendo where are you? Kujeni haraka. Mama. Sijali. Halo watoto wangu, huyu ndo first born. Huyu naye nilimpata kabla sijaenda chuo. Kwa hivyo nikienda university alikuwa kwa barabara nakuja.
Masomo iliponishinda nikaamua kuongeza huyu. Mwaka wa 2021. Mwaka wa 2021 niliongeza huyu. Na nilipoamua kumalizia shule na mama yake akaanza akatoroka. Sindio? Ili vikwazo vijae usije kumaliza. Sawa. Lakini leo tunaenda kwa Mwenyezi Mungu na kusema ni asante. Kwa hiyo mimi sina la ziada. Kwanza ni kushukuru kanisa la Liberty. Manake jambo hili liliwaletea wazee siku ya Jumapili, ndio maana hakutangaziwa. Manake mimi mambo yangu yanaenda pole pole. Graduation list ilitoka na sikuwa pale. Ilikuwa fiki tamu graduation fee, lakini sikuwa kwenye list. Kabidi nifuatilie, nitume mtu akaenda akanichukulia akanifanyia kila kitu. Sasa nikaingia kwa list nikiwa late. Kwa maana ningeweza kuwataarifu first Sunday. Na wao wakanichukulia hili jambo serious. Mimi sikuwa nafikiria kwamba nitatoka Garissa, niende ni graduate, nirudi na gown Garissa, alafu niregeshe, nichukue certificate na nirudi. Masababu yangu yalikuwa nikienda huko nikao mpaka nimalize shughuli zote. Kisha ndio, lakini wakaniambia hapana. That is not how we do things here. Kwa hiyo nendo kuja nayo. Tukuone ukiwa nayo. Na sio kwamba tunakuja kusifia, hapana, tunakuja kusema kwanza kwa asante kwa Mwenyezi Mungu, na pili kuna wanafunzi ambao bado wanasoma katika vitengo tofauti tofauti. Kuna wale wanasoma katika KMTC, kuna wengine wanasoma katika TVET courses, na wengine tu wako technical courses zote. Waje niwe kama mfano wa kukutia moyo. Wengine kwetu tulikuwa na mifano ya kukutia moyo. Ni wewe tu kitu kutoka ndani, unasema ni intrinsic force from inside. Inakulazimisha ufanye mambo ambayo unayaona katika imani tu. Maana mimi nikimaliza shule hakukuwa na pesa kwetu. Sahi haziko lakini ziko. Yaani ziko sahi haziko lakini ziko. Maana zinaonekana katika roho. Na nilisoma. Na kuna mwingine hapa analipia kila kitu. Na akifika shule anacheza. Kesho utaambia watu nini? Wanasema babako alikuwa sijui nani, alikuwa nani, na ukachezea masomo. Hiyo somo kwa bidii. Siku hizi namganga saa 10 usiku. Na mimi nikiwa school, sikuwa genius lakini nilikuwa mkora hivi. Mimi sijasoma prep za morning. Saa 10 nisome? I will have never. Nikifika tu nikusinzia. Lakini leo hii naamka saa 10 kwenda kwa kazi. Maisha yananiharakisha. Kwa hiyo